Tazama hiyo utatu tatu yameshuka katika kanisa ya Melgen. Wamesema mmoja amemchukua kichwa, mwingine amemchukua miguu, mwingine amesimama katikati, lakini amekuwa na kasarani yeye kwa hali ya juu sana. Juu ya hiyo resistance yangu. Hawa malaika wawili, mmoja huku mwingine mguu, wamenichukua na kufanya nini? Na kunitupa nje. Unatazama kama hiyo maonyo ya hawa wanabii wawili yamekuwa kama hivyo onyo moja. Pepa anakukata kichwa, kata kichwa, letea chini na kutupa. Na hawa malaika tatu wanakutwala, wanakutupa nje. Hapo wamenieleza hayo mambo wakati nimefikia kumwisho, na nimesikia kabisa kama kuwawa, naenda kuwawa. Kwani njiani nimekuwa nimeogopa hata inzi, hata maji kitu kipita, kwani amekuwa amenieleza kama ni mara moja nitavuka, gari itakuja itanipika na mimi napita inaisha, kwani nashindana naye. Ndipo wakati sasa huyo pasa ameniambia, huyo vice president amenielezea, Pasa Yeremia, una neema. Ndicho kitu amenielezea, una neema. Kwani sisi tokea tumeanza huduma, tokea tumeitwa mapasta na vyeo, hata siku moja hatujaona Mungu anatushughulikia. Tazama vitu nimeona. Ndio ameeleza sasa hivyo. Ndipo hapo nimeelezea sasa, wa ndugu, nimeelezea president na vice president nitafanya tena nini hapa. Na hapo ndipo nimelaga kanisa ya Kiprotestant, nikakaa sasa nyumbani. Nyuma ya miezi tatu, nyuma ya miezi mbili, ndipo papa sasa amejonesha mwenye nimekuwa nimesema. Mke wangu amekuwa amelala, wamemwonyesha helikopta. Hiyo helikopta imekuwa kama hivyo, imekuwa angani. Wakati imekuwa angani, imekuwa kama hivyo, amekuwa amejinteresa na helikopta. Alafu ameona namna gani imeshuka. Wakati imeshuka, ameona ndani malaika. Huyo malaika ni mweusi, amekuwa na kitambaa keupe, amefunga kwa kichwa. Nyuma yake pamekuwa wengine wa malaika, lakini ni wazungu nyuma. Huyo malaika mweusi ndiye amechukua tu taa, lamp tempete. Amechukua hiyo taa, ametupatia, kwani tumekuwa kikundi, mimi na mke wangu na mkubwa wake na mke wangu. Ametupatia taa, alafu hakunena kitu, ametupatia tu taa na kurudi mu helikopta, na kuondoka ameenda. Nyuma ya miezi kama tano hivyo, kwani mambo yamefatana, ndipo amemwona tena amerudi. Ye sasa peke yake, ila ameleta Biblia. Hiyo Biblia yenye ameleta, ameitokotesha ndani ya chungu kama hivyo, amekuwa amepika mkali ama akishofe. Hiyo Biblia ameileta na kunipatia mimi Yeremia. Amenipatia hiyo Biblia. Hapo tena akafanya nini? Akarudi. Tazama mambo ya Papa Simon Kimbangu. Ni kwa namna hiyo ndipo ameanza entreprise yake ndani yangu mimi Yeremia. Wakati sasa nimekuwa nikitembea njiani,
nimesikia sauti ameniuliza, Yeremia, kwa nini wanasiasa wamesema l'Afrique a la forme d'un revolver et sa gâchette est au Congo? Ni kusema kwa nini Afrika yana forme yana forme ya revolver na fasi ya kushika mkono ni Kongo. Inasemeka sana na wasomi. Hiyo ni ulizo wa pili. Ulizo wa kwanza ameniuliza, ameniambia kwa nini wamesema l'Afrique est le berceau de l'humanité. Kwani yake ile na niulizo na kwa sana ku nini na dissertation ku examen d'état tulipata kasi ma 6e des humanités. Ndio. Lakini mimi nimeulizia sasa hiyo ulizo kiroho. Okay. Kwa nini? Mimi nikamwambia baba, hiyo ulizo tumesoma, tumejua huko ni kwani huko wamekuta mfupa mfupa ya mwanadamu ya kwanza. Ndio muulizo tulifundishwa ile. Ndio tumefundishwa na mimi nikafundishiwa. Amenielezea vema. Umejibu vema. Ndio. Alafu Yeremia, kama mfupa ya mwanadamu ya kwanza imepatikana katika mji wa Afrika, mimi mwenye kukuongelesha nimekuwa wapi? Okay. Umesikia namna tumeanza na baba? Mimi nikamwambia ni shehe, tumekuwa hapo. Kwani wewe mtu ndio unamtengeneza? Akasema umejibu vema. Ulizo rahisi yamepita. Mingi zinakuwaka zaidi lugha za Lingala, lugha za Kifaransa, lugha za Anglais na kadhalika, lakini lugha ya Swahili hatuna temoignage mingi ya Kindangisme. Ndio sisi wajeni tulijitia pamoja tukasema tutafungula hii shene kwa ile objectif ya kufaire reunir ile habari za Basimoni Kimbangu katika ile lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo katika plateau yetu kwa siku ya leo siko mie peke, tuko na ndugu, tuko na mgeni invité tuzijo mwalikuya yeye peke ataka kujipresenter. Tuko naye hapa ndani ya television. Jambo papa. Jambo ndugu mtangazaji. Habari? Nashukuru. Okay, kwa jina unaitwa nani? Kwa jina naitwa Jeremy Uderwa Zihalirwa. Mimi ni mtumishi wa Mungu, ndio mtafiti pia. Nimekuwa nikifanya sana utafiti katika mambo ya kiroho ya watu weusi, kama hivyo nimesema kama nimekuwa analyste ya spiritualite negro africaine. Ndio. Alafu ni mwa hiyo kadre ndio nimeweza kupewa ujuzi ya kuweza kuongea kiroho yenye imeelekea watu weusi. Alafu wakati tunaongea juu ya kiroho kuelekea watu weusi, tumekuwa na msingi wetu ni Kimbangu. Asante. Nimekuwa kama pasta katika kanisa ya Kiprotestanti ama Eglise de Reveil. Ila sikuanzia mwa Eglise de Reveil. Nimeanza kumtumikia Mungu katika Eglise ya Katoliki. Na hapo nimefikia kwa kiwango kikubwa. Wakati nimekuwa nimemtumikia Mungu huko, nimekuwa servant, nimekuwa akolite, nimekuwa lecteur, mpaka wameanza kunipatia ba responsabilite zijuu sana katika kanisa ya Katoliki. Kwani kwa mwisho nimefikia kwa hatua ya kuwa president ya chorale francophone hapa IPEN. Hapa nimekuwa nikingali ku IPEN, kwani ni hapo nipo kazi hiyo yameanzia sana. Nimekuwa kuselile ya IPEN
alafu hapo imenitia president wa Chorale Francophone. Ipene ni Kinshasa ama Bukavu? Ipene ni Kinshasa hapo. Hapo Ipene tumekuwa ni Kinshasa. Imepita miaka 27 leo hiyo. Ni kusema kama mambo imetoka mbali. Alafu nyuma ya hapo nimekuwa pia wamenipatia mzigo ya watu wenye wamekuwa na huduma, wamekuwa na karama ndani mwao. Wito kama unatafuta kwenda kipadiri, alafu mimi nimekuwa kama hivyo president ya hao watu, nimesimamia. Kama unatafuta kuoa, mimi nimekuwa na kama office. Ndipo hapo nimefikia kwa kiwango cha Katoliki. Alafu kufikia kwa kiwango cha Katoliki nimekuwa tu katika kujishughulisha miaka kama 2. Nimetembelewa kufatana na jinsi nimetambua mambo yenye hayandeke ndani ya hao wenye tumetumika nao katika kanisa Katoliki. Alafu baba amenibadilishia. Unasema baba amekubadilisha. Kwa ndugu watamazaji, tutakumbusha ya kuwa baba wetu gisi unasikia anamaliza kufanya presentation yake, yeye akiwa pasteur protestant wa Eglise kule Bukavu Sud Kivu. Leo anaonekana tuko naye sai katika siege internationale Kamba Nouvelle Jerusalem, ikiwa siege internationale ya Eglise Kimbangiste. Shiri tupatia mshangaa sana, un pasteur no Kimbangiste anajiretrouver leo iko ndani ya kanisa ya Wakimbangu na iko katika mwingine yao. Baba iko na témoignage yake bora, atatusaidia mimi na wewe ndugu mtamazaji, tutafata kwa huyu juu baba alikuwa iko Bukavu, un pasteur no Kimbangiste, na kwa hii leo tunajikutana anajiretrouver, tunamkutana ndani ya Eglise Kimbangiste na iko ku siege internationale Kamba Nouvelle Jerusalem katika Congo Central, province yetu ya nchi ya RDC. Baba karibu tukusaidie na ile témoignage atolewe ayewe pasteur no Kimbangiste uko hapa katika mji mtakatifu ya Nkamba ya Wakimbangu. Nashukuru sana kwa ulizo. Ni kitu yenye siwezi sema kama nimekiandaa ama yametokea kwa akili yangu. Ndio kusudi nikutanike hapa leo Nkamba. Ila ni mpango, nasema Mungu amepanga peke yake katika upendo wake na kwa njia zake. Kwani nikitazama wakati nimeingia kukatika kanisa Kiprotestanti, wameanza kutambua kitu kimekuwa ndani mwangu, na hicho kitu kimekuwa ndani kikatuma naanza kupewa maresponsabilite. Na nikifika kwa kanisa, kwani kanisa yenye nimeanzia tokea wakati nimetoka Labone Kinshasa. Kwani nimetokea Kinshasa wakati nimemaliza shule yangu ku Ipene hapo Kinshasa. Imenibidi nirudi Bukavu. Wakati nimerudi sasa Bukavu, nipo hapo nimeambatana na kanisa ya kwanza imeitwa AOJ. Katika hiyo kanisa kumekuwa ndugu Pastor Zakari. Huyo ndugu ameongoza kanisa ya AOJ Chimpunda. Hao wetu wenye majua Chimpunda wanajua Bukavu. Wakati naongea juu ya Chimpunda wataweza kuelewa. Huyo ndugu ndiye kufatana na jinsi amenielewa, kwani wakati nimekuwa nimepewa uwito tumeonana naye. Nimesema Bukavu, lakini wakati nimekuwa Bukavu si kusema kama nimeanzia kipasteur Bukavu. Nimetoka Kinshasa naingia Bukavu. Bukavu natafuta kazi, imenibidi niingie Rwanda. Huko Rwanda ndipo
tumeanzilia kuingia katika kanisa ya Kiprotestanti, kwani imeanzia hapa Kinshasa. Ndio tumeanzia katika kanisa la Borne katika Zion Temple Kinshasa. Kutoka kwa Zion Temple ndio kanisa moja nimechukua iko IPM. Inaitwa Apostolique pour le Réveil au Rwanda. Wakati nimefika katika kanisa hiyo Apostolique pour le Réveil au Rwanda, baba mwongozaji wa kanisa hiyo pasta, wakati nimetemwanye kiloko kufatana na jinsi baba amekuwa amenisogelea, mara moja amemchukua mimi na mke, amesema inabidi tuwapatie kazi kanisa hapo. Hapo ndipo kazi ya upasta inaanzia. Nimekuwa kama troisième responsabilité katika kanisa. Nikusema na kuja ya tatu, kumekuwa pasteur titulaire, kumekuwa pasteur adjoint na kumekuwa pasteur mimi sasa mwenye anakuwa mmoja Kongomani ya tatu. Mmoja Kongomani katika Wanyarwanda tu, Wahutu, Watusi, lakini kitu kenye Mungu ametendeza pekee yake nimeanzia upasta hapo. Wakati sasa Rwanda kumefika shida ya francophonie na anglophonie, nimekuwa obligé nirudi wapi? Bukavu. Kwani kupata namna kuishi yamekuwa nini? Vigumu. Wakati sasa nimefika huko Bukavu, kumekuwa kanisa moja nimerudilia ili nibatiziwe. Sikubatiziwa Rwanda pana. Wakati nimekuwa na haja ya kubatiziwa nimerudi wapi? Bukavu. Alafu hiyo kanisa nilipokea ni kanisa ya AOG. Ndipo hapo nimesema kama nimetafuta kwanza namna ya kujikadre kunamna nimepokelewa na huyo Pastor Zakari mwenye kwa saizi akinisikia na msalimu. Alafu huyo pasa ndiye amesema, pasa mimi nakujua, inabidi uwe aju wangu mimi. Hapo ndipo Bukavu nimeanzia upasa tena katika kanisa ya AOG Chimpunda Bukavu. Hapo tumetumika mimi na titulaire Zakari muda wa kutosha. Katika hiyo kanisa mimi nilikuwa na shida kufatana na jinsi nimepewa na jinsi baba ananiongoza kiroho. Ideolojia ya hiyo kanisa au hawapatie kibali mwanamke, ndio imekuwa shida yangu. Ingawa niko pasta, lakini hawamruhusu mwanamke kusimama kwa madhabahu. Parite hakuna. Hiyo imesema parite hakuna. Alafu nimekuwa pasta katika hiyo kanisa, lakini nina hiyo shida. Kama hivyo imekuwa kama programu ya baba peke yake, mimi nakuwa nikitembea tu. Hiyo imekuwa preoccupation baba mzee imekuwa yangu. Ikafikia kwa wakati mwaka amepita, mwaka pili napita natumika tu na ndugu Zakari, yeye iko titulaire, mimi niko adjoint. Dada moja mwenye tumekomaa naye Chimpunda, yeye amekuwa na yake kanisa, lakini amekuwa prophetess. Amekuwa anaitwa Apotre Miriam. Hapo ndipo wameanza kuniinteresse ili niweze nikaonane naye. Wakati nimefikia kuonana naye, yeye ameongeza kanisa inaitwa Mel Jeune. Ilikuwa Mel Jeune kwa hiyo wakati. Hiyo Mel Jeune ni kanisa ya baprofeti na baprofetesi. Wakati nimeingia katika hiyo kanisa, mara moja wakanitia pasta. Mara moja. Kwani hao wamekuwa na macho ya kuona mbali. Ndio. Wamesema wakati kuingia yangu nasema tazama mtumishi wa Mungu huyu mwenye watu wamezarau. Ila ndani mwake mmekuwa kitu. Karibu. Ndio namna wamenipokea katika hiyo kanisa ya profeti na baprofetesi. Ndipo nimeanza huduma humo, na hapo nimeanza huduma wamekuwa na chemchemi moja ya kiroho. Wakati wamekuwa wakienda kutafuta Mungu katika milima,
Ni kusema hiyo kanisa yamekuwa yametumika sana katika milima, maombi mingi. Na katika maombi hiyo ya milima imenibidi niongee juu ya mlima moja ya Lujo vers les années 2015. Katika hiyo mlima Lujo pamekuwa kitu kimoja kenye watu wameleza na kusema kama nyota imekuwa imeshuka kutoka mbingu na kushuka katika mlima wa Lujo. Ilibidi sasa hao watu wenye kuwa kiroho sana kutafuta namna wataweza kukusanyisha hao watu wote wenye wanasamini nyota, mapasta kama hao wengine, ili makanisa zao ziwe katika umoja juu ya kuweza kusherehe nyota katika mji wa nani, wa Bukavu. Ndio wakati mimi nimefika katika kikundi, lakini pamekuwa kitu ya kipekee kenye mimi nimekuwa nimeishi nyumbani mwangu. Kwani kama mimi nimekuwa leo Nkamba, yametokea ku habari zenye mke wangu mwenye Mungu ametia ndani mwake ujuzi wa unabii. Mambo mengi alikuwa akinielezea, mambo mengi Mungu alikuwa anamtendea. Amekuwa na macho ile, kama hivyo wamesema kama profeti amekuwa na macho ile. Ameona mengi, alafu mengi hiyo alikuwa ameona kwa dakika nyingi, amekuwa amenielezea. Mimi naona malaika, mimi nimeona hivi. Mbele niingie katika hiyo kikundi ya yenye tumeunda, sio Belgium sasa, kwani kikundi ya nyota imeitwa VPRN. Hiyo mapellation ma signification ma sens tutapana nyuma, imeitwa VPRN. Hiyo kikundi ndio imekuwa imetafutisha huko na huko katika nchi ya Bukavu, wanani wanasamini nyota. Ndio kikundi VPRN. Ni kusema mimi nimekuwa katika kanisa ya AOG. Nimekuwa pia secrétaire général katika kikundi kia nyota kenye kuitwa VPRN. Wakati naongea juu ya kikundi VPRN, wakazi wa Bukavu wote wananisikia na wanajua hiyo hewa iko na kufuata wote. Sasa hiyo hewa imeingia namna gani katika nchi ya Bukavu huko kwetu huko, kwani wakati hiyo movement yameingia, yamechanganyisha mapasta. Mapasta wamechanganyikiwa katika mji wa Bukavu, kwani kila pasta amekuwa amesema ni yeye nyota yameshukia. Huyo amesema ni nini? Huyo amesema ni nini? Sasa mimi mwenye nimekuwa na ujumbe ya mama Miriam mwenye amesema kama nyota yamemshukia katika mlima wa Lujo, ikamvunja miguu, na hapo ndipo wamempatia mission ya nyota. Hao ndio wamefonde movement moja yenye kuitwa VPRN. Tumeingia katika movement ya VPRN. Hiyo kikundi ya VPRN ndio yamekuwa yameunganisha watumishi wa Mungu hao wote wenye wamepatikana katika mji wa Bukavu. Tuungane pamoja kwa jina ya nyota. Alafu wakati sasa tunafanya kama komite, tunamchagua president, na president amechaguliwa kupitia maombi. Wamemchagua vice president, yote ni katika maombi. Sio kusema kama ni kuamka tunamtia mtu, na mimi wakanitia kama secrétaire général. Tumekuwa watu hao watatu. Alafu tumekuwa na ofisi yetu, tumepokea mapasa wenye kusamini, wenye kupiga vita wanapiga vita,
lakini hiyo movement yamekuwa. Mimi nimekuwa sasa pastor wa kanisa ya AOJ na nimekuwa president general wa hiyo movement ya VPRM. Hapo sasa ndipo mambo yamekuwa magumu, kwani nimefikia kwa hatua ya kuelewa mambo namna yamepitikana. Mbele hiyo mambo yaanze katika nchi ya Bukavu, kumekuja makelele. Mke wangu, nimesema juu ya mke wangu, Mungu amempatia naye macho ine. Alafu kwa usiku amelala, ameona kungutu mweusi inafatana na mwezi katika ndoto. Alafu mwezi amekuwa kama yamekimbia kungutu mweusi. Alafu kungutu imetafuta namna ya kuifirika. Kufikia nafasi ndani ya mwezi nimekuwa nyota. Mimi nimeongezwa nyota. Kwani historia ya nyota ndio imekuwa shida katika nchi ya Bukavu. Nyota hiyo wamechukua kama mtu, hawajui ukweli wa hiyo nyota. Na ndio maana naendea hapo kusudi nifikie kwa hatua yenye imefikia kusudi mimi nipatikane Nkamba leo. Na sikukuwa najua Nkamba, sikuwa najua hadisi ya nyota. Nimeingia ndani ya kikundi tu kama hivyo interprete ya hao wenye wameenda huku kwenye nyota yameweza kupatikana. Wamesema Kifaransa, mimi nimesema katika Kiswahili. Alafu nimejua kuinterprete tu. Nyuma ya hapo, wakati wamechukua hatua ya kuweza kusema kama watie sasa komite ya kuweza kutable ama kuongea juu ya mahubiri kuelekea nyota, ndipo mimi nimekuwa secretaire general. Wakati sasa mimi nimekuwa secretaire general, habari nyingi nimepewa za nyota kumpitia mke wangu. Wakati naelezea wa ndugu wenye kuwa katika kanisa hizo habari, imekuwa kama hivyo sujet yenye yamekuwa sasa katika kanisa. Nyumba yangu yamekuwa kama hao ndimo umekuwa source ya habari za nyota. Wakati bado siatosha habari kwa mke wangu, ili nieleze katika kanisa huko kwenye nimekuwa mchungaji, habari za nyota hazielezei. Ya kufikia sasa, baba ameanza kunifata kwa sauti. Sauti hajioneshi. Amelezea mke mambo. Na mambo amemwelezea mimi amenichanganyisha. Kama hivyo pastor wa kanisa za Kiprotestant, mimi amenichanganyisha. Hiyo kiroho yameweza kutuma sasa mimi na mke wangu hatukusikilizana, hatukuongea tena, hatukuelewana tena sawa. Kwani baba amemtia juu yangu. Japo mimi katika kanisa mimi ni mchungaji wake. Lakini wakati habari za nyota zinafika nyumbani mwangu, yeye amekuwa mchungaji wangu. Ndio anapata na kufikishia. Anapata na nifikishia. Alafu hiyo ikatia kama hivyo vita. Nyumbani mwangu. Nyumbani mwangu baba anasema. Katika kanisa huko baba anasema. Lakini mambo yamekuwa kama ya kunichanganyisha. Mimi nimekuwa katikati ya kanisa nimeongoza na nyumbani mwangu mke wangu. Mke wangu imefikia hakuweza kuelewana tena na manabii wenye amekuwa ametumika nao. Kwani mambo yenye baba amemuonesha yamekuwa tofauti na mambo yenye wameonesha katika kanisa. Kwa dakika nyingi Mungu amempatia macho
ya kuona hata siri ya kindani ya manabii zenye tumekuwa tumetumika nao katika kanisa huko kwenye mimi nimekuwa mchungaji. Unasema zaidi baba, niko najiuliza na watu uko najiuliza baba nani ule? Hapo nikieleza baba nasema baba Mungu. Okay. Mtafika kwa wakati yenye mtaweza kusema sasa jina ya huyo baba Mungu. Voilà. Okay. Kwani mpaka hapo hayaeleza jina yake. Ndio. Ni sauti tu yoko ni sauti tu ya baba Mungu mwenye kusema, Yesu Kristo mwenye kusema. Lakini mpaka hapo tukingali kama hivyo msafari, hatujui imetupeleka wapi. Okay. Mimi imenifikia ni kusema pamefika hatua mimi nimekuwa mpinzai. Kwani nimeongoza kanisa, nimekuwa mpinzaji ya mambo yenye mke wangu akisema. Ilibidi sasa mimi nichague baba mwenye nitafata huyo mwenye amekuwa ndani ya mke wangu, ama nitafata huyo mwenye ameniongoza katika kanisa kupitia mama mchungaji Miriam. Kwa confusion, nimekuwa katika confusion, ndio amekuwa kama hivyo, nimekokotewa. Ndio shida hii nimeanza naye. Huyo mwenye kuwa ndani ya mke wangu nimemuita shetani. Okay. Ingalawa ni yeye mwenye kutosha ukweli. Ndio. Huyo kanisa mwenye nimekuwa, kwani ni hao ndio wamenipatia namna ya kuishi. Wamenilipia nyumba, wamenigaramia. Okay. Huyo ndio nimechukua. Huyo baba Mungu mwenye kupiga, mwenye kuwa huko amepiga vita, mwenye kuwa nyumbani mwangu. Hapo ndipo mambo yamekuwa uzito, nguvu sana. Mke wangu amekorogana na wenzake kanisani hivyo hivyo. Manabii amemwambia kama amekuwa na kiburi mimi katika kanisa. Fujo yameingia. Hiyo wakati fujo yameingia, baba kama hivyo namwongea, kwani natofautisha baba Mungu huko na baba Mungu huko. Ndio shida nimekuwa nayo. Lakini nitaweza kujisible wakati moja kwa kuweza kuonesha huyo baba Mungu mwenye amesema nyumbani mwangu amekuwa nani paraporo ya huyo mwenye amekuwa kanisa. Kwani ni huyo ndio kwa mwisho amenichukua lote na kunileta hapa wapi? Hapa Nkamba. Nikizama nielewa vizuri. Nafati. Nimepewa niende hatua kwa hatua kusudi nieleweshe kitu chenye kimenituma mimi na kuwa nikionekana leo kwa udongo takatifu huyu wa Nkamba. Watamazaji nao waelewe, na wandugu waelewe, kwani hiyo ni kitu chenye naeleza chenye kimenikuta mimi kama pastor kwa kanisa la mwisho lenye nimekuwa pastor wa kanisa la manabii na mitume. Mimi ni kwa kichwa kama hivyo pastor, nikihubiri, na wakati na hubiri watu wote wamesema hakuna wahubiri wawili kama huyu baba. Hakuna wahubiri wawili kama huyo baba. Ila wakati nafika nyumbani mwangu wamenidosha pepa na kuonyesha kama nimekuwa na masufuri. Wameleta pepa kama mweupe hiyo, kama hivyo naileta baba tena ndio anatuma katika vision. Ndio wamenitapa katika dunia kama nahubiri sana. Katika makanisa za Kiprotestanti nimetembea nimetembea Rwanda, Bukavu. Wakati nasimama hawa watu wote wanasema huyu mtu kweli amejazwa na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu mwenye hawajui jina, lakini wamesema amejazwa na Roho Mtakatifu, kwani mambo namna ameyaondoa yamekuwa juu. Lakini huyo Roho Mtakatifu wakati amenifikia nyumbani mwangu mimi nimempinga. Huyo Roho Mtakatifu wakati amenifikia nyumbani mwangu mimi nimemuita shetani kupitia bibi yako, kupitia mke wangu, kwani amekuwa amenitosha kumkate yenye nimekuwa nimepewa huko katika kanisa lenye nimeweza kusimamia kama hivyo pastor. Ila
Yenye kufika nyuma hapo, sauti zimekuwa nyingi. Mimi nimekuwa na shida na mke wangu, nimetafuta kutengeneza na kanisa. Ila kwa kanisa wamekuwa wamenielezea, wewe utakuwa mchungaji wa kanisa, je, na bibi yako hayupo ndani ya kanisa? Hiyo yamekuwa shida. Hiyo sauti wakati amenifikia, mimi nimeajibia, nimesema mambo ya uchawi ya mke wangu hainiangalie. Yeye kila mtu anapaswa kutarisha anapaswa kutarisha na Mungu wake. Ye mambo yake siko huko. Japo mambo yote yenye imeungana katika nyumbani mwangu imekuwa centre juu yangu mimi. Mimi kiburi sipendi kufuata huko. Imefikia sasa kwa hatua yeye Mungu ameanza kuniongelesha kwa kipekee. Ameanza kuniongelesha sasa kwa kipekee na kuniambia hapendi kuniona tena katika hiyo madhabahu kwenye nimekuwa ni kote mke wangu kwa kirago. Kwani kitu ametuelezea ni kusema tukae kwa kirago, atatupatia uongozi. Sio matela ama fasi ya kulala, fasi ya raha, hapana. Kirago ni kirago hiki kimetengenezewa localement na watu. Hapana kirago ya kizungu, hapana. Ya mayani, ya majani chini. Ndio kwa kirago mimi na mke wangu. Hiyo kirago tumelala kwa kirago na mke wangu miaka 2 na nusu. Wakati sauti hiyo imekuwa nguvu, bado ameona kama yatakuwa vigumu niwezi nikaachane na hiyo mhogo na hiyo kanisa, kwani sikuwa nafasi nyingine. Alafu ametumia watu. Ya kwanza ametumia ni mama moja, ni nabii, ametokea kanisa ya Philadelphia Bukavu. Huyo mama wakati amefika katika kanisa hilo letu la Melgen, amekutana mama Miriam, representant legal wa kanisa. Alafu katika macho yake ine ameona wamemletea kama hivyo na tableau. Kwa Kiswahili wanaita nini? Ubao. Kwa ubao huo pamekuwa majina ya sisi sote kama hivyo tumetumika katika kanisa ya Melgen. Mimi kukichwa, alafu nyuma yangu, chini yangu kumekuwa watumishi wengine. Alafu wamekata kichwa hapo kwenye mimi nimekuwa. Wamekata, wametia kichwa wapi? Chini. Mimi nimekuwa chini ya wote. Nyuma ya kumtia chini ya wote, wametoa tena hiyo pepa, wamechukua, wametupa nje. Ndiyo maonyo wameweza kuonesha huyo nabii mwenye ametoka katika kanisa ya Philadelphia Bukavu. Nguba. Wakati mimi nimefika kanisani, tumekutana na mama Miriam, amenielezea kumekuwa nabii mwenye ametoka hapa. Tazama vitu ameeleza. Alafu nikaona kama hizo nguvu zenye kuwa nyumbani mwangu zimenitoa wazi. Kwani hiyo ukweli yenyewe mimi nimeishi nyumbani mwangu, sikuwa napenda kuieleza kanisani ili nisipoteze nini? Mhogo ya watoto. Ila siri ya nyuma imeelezwa wapi? Philadelphia. Ili waje wakaeleza wapi? Kanisani. Alafu nikajiuliza nitaficha tena je? Mama ufia tena hakuna. Ndio nikamuelezea mama Miriam mambo namuna yamekuwa netimilika. Alafu ameniuliza sasa wamekuongoza wapi? Mimi nimemwelezea mama, ni wewe ndiwe mwenye kanisa, natembea kwa mafuta yako kama hivyo tumeheshimu mafuta ya wenye kutukomalia katika kanisa ya Kiprotestanti. Inabidi sasa wewe kama hivyo mwenye kusimamia kanisa ukamuulize Mungu. Mimi ni pasta mwenye kuwa katika uongozi wako, uliza Mungu. Amenielezea nini? Basi tubaki pamoja, tubaki tunaomba,
tusikie nini Mungu atasema kusiku zenye kuwa mbele. Wakati mimi nimebaki hapo, vita yamekuwa kali nyumbani. Wakati ya maombi, mke wangu haoni tena, ni mimi peke. Watoto na mke wote wamebaki nyumbani. Ni mimi peke kama mchungaji wa kanisa, nimekuwa nikienda huko. Kumekuwa vita kati ya nyumbani yangu na kanisa yenye nimekuwa kama hivyo mchungaji. Imekuwa vigumu sana. Alafu tumekaa tukiomba kwa asubuhi, kwa mchana tukiomba, ila Mungu ameona kama kichwa yangu amekuwa ngumu sana, amechanganyikiwa. Kwa wakati mmoja amenisimamisha kwa ISP, wakati gari zimetoka ngambo na ngambo zikienda kuzika watu. Ameniuliza, Yeremia, mimi nimekuita kwa kipekee unitumikie, lakini haupendi. Wewe mtu mwenye wameenda kuzika huko, unampita nini? Na wewe pia ukienda huko, mimi Mungu nitapoteza nini? Alafu mimi nilikuwa na shida, ni Mungu gani mwenye kuniongelesha? Mungu mwenye kuwa hapo kwenye nimekuwa nimeomba katika kanisa Kiprotestanti amenifurahia. Ameniambia hata atanipatia vitu vingine. Wakati wote unabii umetoka katika kanisa, ni mambo mazuri juu mchungaji. Lakini Mungu mwenye kuniongelesha nyumbani mwangu amekuwa mkali. Amenielezea Yeremia, kwa nini umekataa kunitumikia? Japo mimi najua kama mimi namtumikia kama hivyo mchungaji. Nimesema hii sauti ni sauti gani? Nimepika vita sauti hiyo. Ingalawa huyo mama ameeleza. Alafu wakati nimekuwa katika maombi nyumbani mwangu, mimi na mke wangu akiangalia kwa kibambazi huko, mimi naangalia kwa kibambazi huko. Ingala sisi sote tuko kumurago, lakini vita kwa murago. Vita. Tuko kumurago moja, lakini hatusikilizani. Huko kwenye nimekuwa nimeomba hii maombi yetu ya kiproporo. Nakemea. Kwani najua Biblia yote? Mimi nikikuwa kwa mambo ya Biblia, uko napigana na ile nguvu ile. Napigana na nguvu yenye iko nyumbani mwangu, yenye iko ndani ya mke wangu. Ndio. Wakati namaliza kupinga ama kupiga nguvu za giza, nasikia mwenye kuwa ndani mwangu anacheka. Ananiita pumbafu. Alafu mimi nimekuwa kama hivyo, siko tena mtu. Naenda tu huko na kazana kwa kanisa langu tu huko, nakuwa na woga ya maisha. Kwani bila kanisa hiyo, nimesema mimi kuishi na kusomesha watoto ni shida. Naelezea mke wangu, sasa una akili, haulini, haufanyi nini? Nikale hapa tu, hautaleta kitu, kisha tutaishi je? Wakati nimekuwa nimeuliza hiyo maulizo, yamefikia wakati Mungu amenielezea, Yeremia, wewe umekuwa umenifupisha. Sasa tokea leo hautapata hata senti tena ya pesa. Hauta, ila utaishi. Ameniambia tazama huko. Nimetazama. Binti wangu wa kwanza amekuwa na miaka 14. Amekuwa msomo ya 3 pedagogie hapo IDAP. 14. Amenielezea huyo mtoto ndiye atawalisha nyinyi wote katika nyumba. Wewe na mke wako hata senti moja hamutapata, juu hamupendi kusikilizana. Mimi sima na sauti nasema tazama sasa. Maanake unataka kufanya binti wangu wa miaka 14 kahaba. Wazo ikaenda kule. Kikwazo tunafika kwa ule sauti niko anaelezea, ananiambia bumpafu. Utaviona.
Kwa siku chache mimi nilikuwa na kontrole entre ya pesa katika kanisa. Mama Miriam peke yake amesimamia kesi. Sina hata ruhusa ya kutosha tena hata senti moja. Pesa yenye nilikuwa nimepewa ya kumwisho wa mwezi na kanisa hiyo, huko nako wamefanya nini? Wamefunga. Mambo yamekuwa uzito. Yalisema ndio vinaanza fiki. Yalisema nyumbani ndio vinaanza kupitikana. Maana hiyo imekuwa njia yenye ametafuta kusudi ashushe kiburi cha upastor, ashushe mapete. Ananiambia mapete shusha. Wakati amenielezea kama mke wa mtoto mwenye mimi nimezaa wa miaka 14 ndio atanilisha, ni kusema ubaba yangu anautia kwa miguu ya nani? Ya mtoto. Nimekaa nikiendelea kwenda kanisani, ila yamefikia wakati sasa ameniambia, Yeremia, kichwa yamekuwa ngufu. Wakati nikiomba amekuwa kama amekokota roho. Unaona wakati wanatia mastike niko na kokota kama anataka kutosha roho. Sasa uko naomba. Sasa niko naomba. Nimekuwa nikiomba na niko nalalamika. Niko nalia na niko naomba. Lakini nafanya nini? Na bana tu kukanisa huko. Wakati ameona kama yamekuwa vigumu kwa chana na kanisa ya Kiporo, kwani ya mwisho tumekuwa katika mlima moja yenye kuitwa Nidunga. Mlima mrefu sana. Bukavu tu. Bukavu. Mrefu yamefika kumawingu. Maana mlima ukiangalia mawingu meupe hapo, mlima yamefika hapo. Sisi tumeenda kutafuta Mungu hapo. Leo na hiyo ekipe yetu ya Melchen na ba prophetess na mimi na ndugu mwa mwenye kuitwa Eric amekuwa na pastor naye ni kama nabii. Hii ni kupiganisha tu na ile nguvu tu. Unajua ile nguvu tu yenye iko nyumbani mwangu. Japo wakati amefika nyumbani mwangu amesema nimefika mwetu. Tazama, Mungu anafika nyumbani mwako, anasema amefika mwabo. Mungu anaita nyumba ya Yeremia anafika mwake. Mkapanda ukilima. Mimi kwangu yamekuwa kama hivyo, sikuelewa. Una kama mambo yote yamepitikana kwa wapi kwa mke wangu. Mimi nimekuwa nimepata ni injonction yangu, nimekuwa nimesikia ni sauti polepole, lakini nimeendelea kuleta nguvu za giza. Njoo baba kuona kama vitakuwa vigumu. Alafu wakati ya mwisho amesema basi ataniua. Kisha kupanda mlima. Nikishapanda kumlima ameniambia sasa umepanda mamilima ya miguu, lakini milima hii ilikuwa ndani ya roho yako umeshindwa kuyapanda. Ndipo hapo amesema basi naona umeshindikana. Akapitia sasa vice president wa VPRM. Ndiye amemwonyesha picha yenye amepitikana mbele, lakini yeye amejikuta tumekuwa katika kanisa kubwa, imekuwa hapo nyuma kwa Kotecha. Ndipo tumekuwa tumepanga kanisa ya usine Kotecha. Tumekuwa katika hiyo batima yenye imekuwa hapo. Alafu imefikia wamemwonyesha amekuwa katika kanisa naye katika ndoto huyo nabii ule vice president. Wamemwonyesha tumekuwa katika ibada ikijaa. Sisi tumekuwa kwa hiyo nafasi zetu za heshima. Mama Malkia apotre mapasta. Alafu ni yeye mama amekuwa amehubiri. Wakati amekuwa amehubiri, Mungu amemwonyesha jinsi mimi nimesimama hapo kama hivyo, mtumwa ama mtumishi
ama pasta wa kanisa, lakini mimi napinga mambo yenye kichwa ya kanisa amekuwa amehubiri. Alafu huyo pasta amemwonyesha kama yamekuwa machanganyikiwa. Namna gani representant wa kanisa anakuhubiri, pasta wake anampinga tena katika kanisa ikisha. Yeye katika maonyo wamemwonyesha namna gani sauti zimetoka. Wamesema huyo pasta mtoe, mtupe nje. Mimi nimekataa kutoka. Natazama namna mambo yakenda, nimekataa kutoka. Hiyo imekuwa ni maonyo, ni nabii wa pili mwenye Mungu ametumana katika kanisa. Alafu wakati nimekataa kutoka, mara moja huyo pasta ameona watu 3 wameshuka. Alafu ni kwa leo ndio nimekuwa sasa nimetafsiriwa hapa Nkamba. Hawa watu 3 ni wanani? Kwani kwa leo nimepata sasa masomo ya Mungu Baba Kisolokele, Mungu Mwana Jalungana, Mungu Roho Mtakatifu Jangenda. Tazama hiyo 3 yameshuka katika kanisa ya Melgen. Wamesema mmoja amemchukua kichwa, mwingine amemchukua miguu, mwingine amesimama katikati, lakini amekuwa na kasarani yenye kuwa kwa hali ya juu sana juu ya hiyo resistance yangu. Hawa malaika wawili, mmoja huku mwingine mguu, wamenichukua na kufanya nini? Na kunitupa nje. Unatazama kama hiyo maonyo ya hawa wanabii wawili yamekuwa kama hivyo onyo moja. Pepa anakukata kichwa, kata kichwa, metia chini na kutupa. Na hawa malaika 3 wanakutwala, wanakutupa nje. Hapo wamenieleza hayo mambo wakati nimefikia kumwisho, na nimesikia kabisa kama kuwawa, naenda kuwawa. Kwani njiani nimekuwa nimeogopa hata inzi, hata maji kitu kipita. Kwani amekuwa amenieleza kama ni mara moja nitavuka, gari itakuja itanipika na mimi napita inaisha, kwani nashindana naye. Ndipo wakati sasa huyo pasa ameniambia, huyo vice president amenielezea, Pasa Yeremia, una neema. Ndicho kitu amenielezea, una neema. Kwani sisi tokea tumeanza huduma, tokea tumeitwa mapasta na vyeo, hata siku moja hatujaona Mungu anatushughulikia. Tazama vitu nimeona. Ndio ameeleza sasa hivi. Ndipo hapo nimeelezea sasa, wandugu, nimeelezea president na vice president, nitafanya tena nini hapa? Na hapo ndipo nimelaga kanisa ya Kiprotestant, nikakaa sasa nyumbani. Nyuma ya miezi 3, nyuma ya miezi nyuma ya miezi 2, ndipo papa sasa amejonesha mwenye nimekuwa nimesema. Mke wangu amekuwa amelala, wamemwonyesha helikopta. Hiyo helikopta imekuwa kama hivyo, imekuwa angani. Wakati imekuwa angani, imekuwa kama hivyo, amekuwa amejinterese na helikopta. Alafu ameona namna gani imeshuka. Wakati imeshuka, ameona ndani malaika. Huyo malaika ni mweusi, amekuwa na kitambaa keupe, amefunga kwa kichwa. Nyuma yake pamekuwa wengine wa malaika, lakini ni wazungu nyuma. Huyo malaika mweusi ndiye amechukua tu taa, lampe tempete. Amechukua hiyo taa, ametupatia. Kwani tumekuwa kikundi, mimi na mke wangu na mkubwa wake na mke wangu. Ametupatia taa.
alafu hakunena kitu, Anyamaza. ametupatia tu taa na kurudi mu helikopta Nikaondoka na mara kuondoka ameenda. Nyuma ya miezi 5 kama 5 hivyo, kwani mambo yamefatana, ndipo amemwona tena amerudi. Ye sasa peke yake, ila ameleta Biblia. Hiyo Biblia yenye ameleta ameitokotesha ndani ya chungu kama hivyo, amekuwa amepika mkali ama akishofe. Hiyo Biblia ameileta na kunipatia mimi Yeremia. Amenipatia hiyo Biblia. Hapo tena akafanya nini? Akarudi. Tazama mambo ya Papa Simon Kimbambo. Ni kwa namna hiyo ndipo ameanza entreprise yake ndani yangu mimi Yeremia. Wakati sasa nimekuwa nikitembea njiani, nimesikia sauti ameniuliza, Yeremia, kwa nini wanasiansa wamesema l'Afrique a la forme d'un revolver et sa gâchette est au Congo? Ni kusema kwa nini Afrika yana forme yana forme ya revolver na fasi ya kushika mkono ni Kongo. Inasemeka sana inasemeka na wasomi. Hiyo ni ulizo wa pili. Hiyo ni ulizo wa pili. Ulizo wa kwanza yenye ameniuliza, ameniambia kwa nini wamesema l'Afrique est le berceau de l'humanité? Kwani yake ile niulizo na kwa sana ku nini na dissertation ku examen d'etat tulipata kashio ma 6e des humanités. Ndio. Lakini mimi nimeulizia sasa hiyo ulizo kiroho. Kwa nini? Mimi nikamwambia baba, hiyo ulizo tumesoma, tumejua huko ni kwani ni huko wamekuta mfupa mfupa ya mwanadamu ya kwanza. Ndio muulizo tulifundishwa ile. Ndio tumefundishwa na mimi nikafundishiwa. Amenielezea vema. Umejibu vema. Ndio. Alafu Yeremia, kama mfupa ya mwanadamu ya kwanza yamepatikana katika mji wa Afrika, mimi mwenye kukuongelesha nimekuwa wapi? Umesikia namna tumeanza na baba. Mimi nikamwambia ni shehe, tumekuwa hapo, kwani wewe mtu ni wewe ndio unamtengeneza? Akasema umejibu vema. Ulizo rahisi yamepita. Nyuma ya miezi 2 siku zikapita tena. Mimi jioni tu nimekuwa nikitembea. Maana saa utiko na kuchoma. Maana yake mimi nimeongea naye kwa usiku, kwa mchana. Hapana kuomba. Mimi haiko sema naomba naongea naye. Ulizo wa pili kakuja. Ulizo wa pili kakuja. Yeremia. Kwa nini wamesema, ndio ulizo wa pili amekuja. Kwa nini wamesema Afrika yamekuwa na forme ya revolver ila gasheti yake yamekuwa wapi? Kongo. Hiyo ulizo, kwani mimi nimezoea kuongea, sina hofu tena. Kwani tumekuwa rafiki. Mtu akikuongelesha kwa wakati tumekuwa rafiki. Ni sauti nimekuwa nimesikia sasa na nimekubali aniongoze kufatana na jinsi peke yake amepangilia. Mimi nimemwelezea ulizo hiyo, sijui namna gani naweza kueleza. Kwa nini gashe wamesema Kongo nini? Anasema ndio, hauna uwezo wa kueleza. Lakini acha nikuongoze. Wakati wamesema gasheti, nini imechukua kwa gasheti? Mwambie ni mkono. Mwambie ni mkono wa mwanadamu, mtu kama wewe ndio imegusa kwa hiyo gasheti ya Kongo. Hiyo ndio ipashe kuwa, kwani imekuwa vitu ya kiroho. Kwani wakisema revolver
ni kimwili, lakini forme ya Afrika kwa leo haina haiendani na kimwili. Kwani ni peke yako, wakati umetia hiyo form umejua ni kitu gani umefanya, kwani wewe ndio umeunga, umefanya udongo. Na wakati umesema jua gasheti, mimi sina kueleza. Ameniambia sawa, tunaendana pamoja. Ameniambia okay. Hivi sasa simenikuchagua uwe mwandishi wangu. Titre ya kwanza andika Yeremia. Les pieds de Dieu en Afrique. Unasikia? Les pieds de Dieu en Afrique. Miguu ya Mungu wapi? Mwafrika. Ya pili, fatana gasheti. Sumeniambia mkono. Titre ya pili andika, ama kichwa ya neno ya pili andika mkono wa Mungu Kongo. Unatazama mambo mbili namna yameendeka. Hapo ndipo sasa mambo yameanza kuanguka kama mvua kwa wakati yote, akinielezea mambo ya Kongo, akinielezea mambo ya Afrika. Mimi sasa nimekuwa na kadri, amenipatia uongozi sasa ya maneno yake namuna itaendeka. Wakati nimeelewa kama ni yeye mwenye kunielezea, nimeandika mambo mengi. Amekuwa amenielezea kila siku, akichukua Biblia, akichukua maandiko, akichukua maandiko, akichukua venye vimesemekana. Nimekuwa mtafiti sasa ya kuelewa ni kitu gani kimekuwa kati ya Mungu, Afrika na Kongo. Na hapo mimi nimesema utafiti wangu umeingia sasa katika la spiritualité negro-africaine. Nimeingia ndani sana. Nimeandika mengi sana. Nimehubiriwa mengi sana kumpitia peke yake, akinihubiri na nikitafutisha mambo yenye yamesemeka. Hapo nimekuwa na majournaux, nimesoma nafasi kwenye Pape Jean Paul II amesema juu yake, kusema Mungu ni mweusi, Kristo ni Mwafrika. Haya yote yamekuwa yamenipatia mambo yenye kuniongezea ujuzi. Nimesoma mambo fasi pengine kwenye Frederic Sens, mwenye amekuwa ni secrétaire particulier wa Pape Jean Paul II. Ameandika kusema nini? Ameambia wa Italien, tazama Italie si ni Rome, lakini amewaelezea sisi huku Rome hatuna kitu. Mkitafuta ukweli wa kiroho mutafutishe Afrika. Nikaenda kuanguka ku journal moja yenye wamemchapa Frederic Sens. Amepiga magoti hapa kumuzole. Niko nimeacha nimesikuleta, lakini najua kama watu wakitafutisha Muzole hii ya Kimbamba. Muzole amefika hapa Nkamba kutoka Rome. Hiyo journal iko na wakutafutisha ni juu sikuleta iko. Alafu wakati yenye nimesikia sasa habari za Frederic Sens, kwani nimekuwa wakati nasoma gazeti nimefuatilia sasa na kuuliza yenye kuelekea mambo yamepitikana kwa hiyo ane ya mwaka 1980 yenye Pape Jean Paul II alikanyanga yake ya kwanza hapa Afrika. Na hapo kwenye amesema mambo ya hivyo kusema kama Mungu ni mweusi, Kristo ni Afrika. Wakati nimetazama hapo kitu ingine yamenigusa. Wakati nimekuwa nimesoma hiyo article yenye amesema. Amesema nini? Amesema kama tumekuwa na haja ya kanisa universal katika dunia, inabidi matunda yatoke Afrika. Hiyo matunda ndiyo yatatengeneza kanisa yenye kuitwa kanisa universal. Huyo mwenye amesema maneno kama na hayo ni Pape Jean Paul II. Frederic Sens. Frederic Sens, wakati nimesoma naye mambo yake,
Ye anaambia wa Italien kama mmetafuta baraka ya kweli na nchi yetu tuishi katika raha, tufate mafundisho ya religion africaine. Bila hiyo mafundisho hatutabarikiwa, kwani hawa watu weusi mpaka hivyo wanadharau kitu ya msingi yenye kuwa kwao. Ingalao tunawaelezea kama ni hao wenye kuwa na mambo yote ya kiroho, hawapendi kusikia. Sisi tumuite hapa Itali, hata maumbwa zetu zitatembea katika gari za lux. Hiyo ni maneno yenye yamenigusa. Alafu mimi nikasema hii maneno mimi nayasoma niko no Kimbanguist. Nimeuliza sasa, wandugu wengine wamesoma maneno kama na haya yenye na mimi nimesoma? Alafu wa intellect noir walifanya nini kusudi hii kitu wakikamate ya zamiri, waikale waongee, watafutishe hii maneno yenye Pape amesema, Frederick Sansa amesema? Namna gani anakwambia Itali tumejua leo njo wamekuwa msingi wa Kristianisme. Ameleze na amekaa Vatican. Mtu anakaa Vatican na kukula matunda ya Vatican na kunana, lakini amesema Vatican hakuna kitu vya lazima viko wapi? Huko Afrika, en particulier Congo, na amehakikisha katika kanisa ya Kimbangu. Anasema wazi na mimi nimeyasoma. Mambo kama na hayo yamenituma sasa kutafutisha hivyo vitu katika maandiko matakatifu. Kwani wazungu wameingia na hiki kitabu ili waweza kavuruga akili ya nani, ya watu weusi. Na mimi nimemwambia baba, nimesema hivyo umeonyesha kwangu na hiki kitu umekishofe kusudi nipatie ujuzi sasa ya kuweza kutafsiria mambo yenye hao watu wamesema kiolela. Lakini mimi niyatafsirie wapi? Kupitia maandiko matakatifu. Ameniambia Yeremia, endelea kutafutisha na kusoma. Kwani ni hao wazungu ndio wamekuwa wamewaachia mambo nyinyi weusi, lakini hampendi. Hampendi, mnakataa kutosha ulimwengu katika giza. Ni nyinyi mmetuma ulimwengu yameshindikana kutoka katika giza, hampendi. Wakati mimi nimeweza kuingia gerezani, ameniambia kiwazi, sikuachia watu weusi vitu viwili. Nimewachia hii kama hivyo shamba. Kimbangu ule kasema. Nimewachia watu weusi wameniuliza, baba sasa unaenda. Mimi umetuachia. Ile ni parole wa Kimbangiste wote. Kila Kimbangiste mwenye iko kwenye iko anajua hii. Ile aji Papa Simon Kimbangu aliachia wa Kimbangiste wote wa dunia nzima. Wote wa dunia nzima wana. Amenielezea ndio hiyo ametuma mimi nagusa sasa nchi za kigeni kusudi mkamate zamiri. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina. Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo futela. Et puis difficulté à foutre là-bas na Minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili, bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit
l'éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer dans zélate. C'est difficile, il y a aussi un moko. C'est pour ça qu'on a lancé appel na bana nyonso nzambe pour la classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kola tape kolia na bango. Na osenga na batu nyonso baza cœur sensible, pe baza na motema ko sunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukangami na université Kimbangiste, avenue comme on a Marin numéro 16. Numéro de téléphone à biso pour na bateau balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu isa plus 243 89 72 32 229. Nzamba pambola bato nyoso ba ko assister biso. Merci beaucoup.